kwanza. Mimi naitwa Vincent Kemosi Mogaka, nikiwa mwenyekiti wa chama cha Jubilee, pia ni aliyekuwa mbunge wa West Mugrango, pia katika hizi kula ambazo zinakuja na kutaombea kiti ya ubunge ya West Mugrango. Siku ya leo nimefika hapa nikiwa nimeandamana na wakaaji wa West Mugrango pamoja na wakaaji wa Kitutu Chache North hapa tulipo, ambapo tumefika katika ofisi ya IEBC ya Kitutu Chache North, na lengo letu kufika hapa ni kuja kuweka complaint ama kulalamika, kwa sababu baadhi ya viongozi kutoka hapa ambao wanawania viti tofauti tofauti, hasa katika viti ya ubunge ama za ubunge kutoka upande huu, wamekuwa wakichukua wananchi wa West Mugrango, sehemu za Bomorito, sehemu za Ikonge, sehemu za Nyankanda, sehemu za Gianchore ili kuja kujiandikisha hapa. Yes. Na hiyo ni kanuni ama ni kinyume ya sheria, kwa sababu ukiwa unaleta watu kujiandikisha katika upande huu una huchumu, you are against the wishes and the will of the people of Kitutu Chache North. Watu wa Kitutu Chache North lazima wapewe nafasi ili waweze kuchagua mbunge wao ikifikapo mwaka wa 2027. Yes. Haiwezekani kwa baadhi ya viongozi ambao wakiongozwa na mbunge wa eneo hili Chapet Nyakundi, Yes. na wengine wanachukua wananchi kutoka West Mugrango wanakuja kujiandikisha hapa ikifika wakati wa 2027 wawapigie kura. Sisi kutoka upande wa West Mugrango tumekuja kulalamika na tunalaani kitendo hicho cha kuchukua wananchi, na sisi tumehamasisha wananchi wa West Mugrango kuwa kama kuna yeyote kuanzia siku ya leo ambaye atakuja upande huu wa West Mugrango kuchukua wananchi kuja kujiandikisha hapa, sisi tumeweka vijana wetu wa kulinda katika hii mipaka. Gari yeyote ambayo itaonekana ikiwa inapepa wananchi kuja kujiandikisha hapa, hiyo gari itawekwa moto. Na mimi nataka kuomba wananchi wa Kitutu Chache North ambao mko hapa, msiruhusu viongozi waende kuchukua wapiga kura kutoka sehemu zingine kuja kujiandikisha hapa ili waweze kuwapigia kura. Nyinyi wananchi wa Kitutu Chache North hapa muko na jukumu, muko na haki na mnatosha kupiga kura ili muchague viongozi wenu. Kwa hivyo hata mimi nataka kuwaomba hawa wananchi, si nyinyi ni wananchi wa hapa Marani, mimi nataka kuwaomba katika hii IEBC mkue macho, mulinde sana. Ukiona gari inaleta watu inasimamisha hapa, hiyo watu fukuza, weka hiyo gari moto. Tunaelewana? Kwa sababu hata nyinyi wana wahujumu, na niwaambie hao watu ambao wanachukuliwa huko wanakuja kuahidiwa pesa, watapewa pasari. Nyinyi hamuna watoto hapa wanapewa pasari? Si mko na watoto hapa ambao mnahitaji pesa? So kwa hivyo mimi nataka kuomba mkemee hili tendo, na nikiwa hapa nimeshauriana na mkubwa wa hapa IEBC Madam Lucy, ambaye amenielezea kuwa niweze kuweka hiyo malalamishi yangu katika barua, nimwandikie barua ili nimletee hapa, kutoka hapo ndiye aweze kuchukua aweze kuchukua ile hatua ili kuweza kuona amesimamisha hilo tendo. So we have agreed, I'm going to do a letter, a complaint letter, and I'm going to send that letter tomorrow in the morning here. Yes. And we have agreed that once she received the letter, and effective today, she has told me she will be able to act on that complaint, and she will not allow any unlawful further transportation from any other region, not only from West Mugrango, from any other region apart from the real residents of Kitutu Chache North. So, and I've also persuaded her that apart from doing the letter, she must act on the letter. We have not come here for the purposes of addressing the media, or for the purposes of being seen, or we are not here on cosmetic exercise. Yes. We have come here with a genuine complaint. We have come here with evidence enough. We have a list of those people who have been transported here. Most of them have been coerced through money
to come and register in this place. Nobody has willingly been able to transfer his vote to this place. So they've been coerced, they've been manipulated, they have been forced to come here, and we are saying this thing must stop from today. And I want to ask the people who have been unlawfully been transported here that they come out, we can be able to assist them so that they can go back to their regions where they can be able to go. So I want to ask the leaders led by the area MP, Honorable Chavez Nyakundi, from today to cease from the act of unlawful transportation of voters. And if they are not going to stop, we are not going to stop here. We will make sure that this exercise comes to an end. Through lawful means and other consequences. This is against the law. The MP is a lawmaker, and he understands the consequences of voter bribery or voter transportation. So kwa hivyo mimi nataka kuomba wananchi mkue macho, msiruhusu mkuja kuchaguliwa viongozi. Nyinyi mko na haki na uhuru ya kuchagua viongozi. Wananchi wa Kitutu Chache iko asaya